Hello, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Majina yangu naitwa Brian Frank. Siku ya leo nataka tujifunze kwa habari ya jina la Yesu mpendwa katika Bwana. Kichwa somo letu kinasema kwa nini jina la Yesu mpendwa. Najua watu wengi katika dunia sasa huwa hii debate ni kubwa sana. Huu mjadala ni mkubwa sana kuhusiana na jina la Yesu mpendwa. Jina hili la Yesu ni jina ambalo likitajwa sehemu, likisemwa sehemu, likiongelewa sehemu, ni jina lenye utukufu, lenye nguvu ya ajabu, lenye uwezo wa ajabu katika kuponya, kwa sababu unapolitaja tu hilo jina, Mungu anakuwepo mahali hapo. Wakati nafundisha kwa habari ya utukufu wa jina, kwenye ile video nilifundisha vizuri sana. Mungu wakati anajifunua kwa majina mbalimbali katika Agano la Kale, alijifunua kwa namna nyingi sana kwa majina, na hasa kuna jina la Yehova tukajifunza pale, kuna jina la Niko, lakini jina la Mwenyezi ambalo alikuwa anamwambia Musa kwamba katika ile Kutoka 6 kwamba Ibrahimu, Isaka na Yakobo hawakunijua kwa jina hili. Kwa Isaka, Ibrahimu na Yakobo hawakulijua jina la Yehova, lakini ninyi mmelijua hili jina la Yehova. Sasa mpendwa, likaja jina lingine. Kuna jina linaitwa jina la Yesu. Jina la Yesu sio jina tu la mwanadamu tu, bali ni jina behind that. Nyuma ya hilo jina kuna kitu ambacho kilikuwepo. Yaani hilo jina ni jina la Mungu mwenyewe. Mpendwa, najua utauliza, kwa nini unasema jina la Yesu ni jina la Mungu? Yaani ukitaka kumjua Mungu, jina lake anaitwa Yesu. Hujiulizi maswali mengi, kwa nini hilo jina likitajwa kuzimu kunatetemeka? Kwa nini jina likitajwa magonjwa yanaondoka? Kwa nini jina likitajwa watu wanaokoka? Kwa nini jina likitajwa nguvu inaonekana? Kwa sababu ndio jina lililopo. Mpendwa, nikafundisha vizuri zaidi hata katika kitabu cha Isaya 9 ule mstari wa 6 kwamba kwa ajili yetu amezaliwa mtoto, tumepewa mtoto mwanamume ambaye uwezo wa kifalme, yale majina yote yakawepo katika Kristo Yesu. Na hili jina la Yesu ni jina ambalo linayapita majina yote ambayo Mungu amewahi kujifunua, kwa sababu katika jina la Yesu unautimilika utimilifu wote wa yale majina. Majina mengine Mungu alijifunua kwa kazi maalum. Kwa mfano Mwenyezi, akimaanisha kwamba yeye ni wa kwanza na wa mwisho, alikuwa anatumia maalum kwa wakati ule. Jina la Yehova maalum kwa ajili ya kuwakomboa Israeli kutoka nchi ya Misri. Lakini kwa jina la Mwenyezi ni jina la tofauti. Kwa jina la Yesu ni jina ambalo anasema linapita kila majina, linapita majina yote ambayo Mungu amewahi kujifunua au amewahi kuyatumia. Mpendwa katika Bwana, kwa nini naongea jambo hili? Kitabu cha Wafilipi 2 ule mstari wa 9 mpaka wa 11, ukianzia mstari wa juu kabisa pale kuanzia wa 6, akawa anazungumza, anasema ambaye alikuwa yuko namna ya Mungu, akaona kule kuwa sawa na Mungu si kitu cha kushikamana nacho, akaamua aache enzi na utukufu, akaacha ule utukufu wa uungu, ule namna ya uungu kama Mungu, akavaa utumwa, akavaa mwili wa watumwa, na alipoonekana katika umbo la wanadamu, umbo la mwanadamu. Nani huyu? Mungu mwenyewe. Alipoonekana katika umbo la wanadamu, akajinyenyekeza, akawa mtii hata mauti. Najua unajiuliza, Mungu anaweza akivaa umbo la wanadamu, nafasi ya uungu anabakia wapi? Mpendwa, Mungu kawaida yake ni kujifunua. Hujiulizi kwamba wewe uko Marekani, au wewe uko let's say uko Dar es Salaam, uko Kenya, uko Uganda, uko Kongo, uko wapi, lakini bado anahudumia na huku. Kama anaweza kufanya hivyo, basi akafanya hivyo, akavaa mwili. Kwa ile damu ambayo ilikuwa kwenye damu ya Yesu ni damu ambayo ilikuwa ni divine blood, yani damu ya kiungu. Kwa sababu damu za wanyama, damu zingine hazikuweza kututakasa wanadamu, bali ilipofika damu ile ya Yesu, kwa sababu ilikuwa sio damu ya kawaida, ni damu ya kiungu, ikaweza kutuondolea ile dhambi yote. Mpendwa katika Bwana, sasa kwa kitendo hicho anasema kwenye hiyo Wafilipi 2 mstari kuanzia ule wa 7, anasema alikajinyenyekesha akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Akawa mtii mpaka mauti ya msalaba. Kwenye ule mstari wa 9 anaanza kuzungumza, anasema hivi, naye Mungu akamkirimia
jina lipitalo majina yote, ili kwa jina hilo kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni. Hebu msikiza kwa makini mpendwa, vitu vya mbinguni, vitu vya duniani na vitu vya chini ya nchi, yaani kuzimu, goti lipigwe. Ndio maana alipofika kuzimu akanyang'anya ile mamlaka, kwa sababu kwa jina la Yesu alikuwa na uwezo, mamlaka kuweza kunyang'anya hata funguo ya kuzimu. Kwa jina hilo la Yesu duniani, kila vitu vyote vya duniani vipigwe, goti lipigwe kwa hivyo na vikiri. Na kwa vitu vya mbinguni navyo. Kwa kumbe tunagundua kwa mbinguni jina hilo ndio jina la Mungu mwenyewe, duniani ndio jina hilo, akamkirimia kila jina. Anasema hivi mstari wa 11 anasema, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu. Mpendwa, sikiliza vizuri, kwa utukufu wa Mungu, yani si tofauti. Yani kumbe Kristo aitwe Mungu, yani lile jina la Mungu ni Yesu. Ili uweze kumtambua Mungu unatakiwa umuone Yesu. Ili uweze kumwita Mungu unatakiwa uite Yesu. Ili uweze kutaka chochote kile, sema Yesu. Hapo ndipo ambapo utapata hicho kitu. Ndio jina la Mungu anatambulika hivyo. Ukiomba kwa jina la Mungu haupati. Ukiomba kwa jina la Yehova haupati. Ila ukiomba kwa jina la Yesu, kwa sababu ndio jina la Mungu analotambulikana, vitu vya chini ya nchi, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani vinakiri na goti linapigwa kwa hivyo vitu vyote, mianga, vitu vyote, ardhi, mawe, mambo yote yanakiri hilo jina. Miti na mambo yote yanakiri hilo jina na goti linapigwa kwa hivyo jina, vinasujudu na kulikubali hilo jina. Upepo unatii, vitu vyote vinatii kwa hilo jina. Mpendwa, kama jina la Yesu ni jina la Mungu, maana yake Yesu ni Mungu. Mpendwa, kwa nini Yesu ni Mungu? Kwanza kabisa, vyeo katika maagizo kwenye ile Mathayo 28 ule mstari wa 19, basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mpendwa, sikiliza kwa makini. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba ni nani? Baba ni cheo, Mwana ni cheo, Roho Mtakatifu ni cheo, sio jina. Baba ni title, ili uweze jina la Baba anaweza kaitwa mtu fulani. Kwa mfano, baba yangu anaitwa Frank, hivyo cheo ni baba, lakini jina lake anaitwa Frank. Kwa kuna jina la Baba, alafu kuna jina la Mwana, alafu kuna jina la Roho Mtakatifu. Ni jina gani hilo? Ndio hilo ni jina la Yesu. Mpendwa, twende ukaangalia hivi vyeo. Jina la Baba au cheo cha Baba. Kwa nini Yesu Kristo, jina Yesu ni jina la Baba? Angalia kwenye kitabu cha Yohana 17 ule mstari wa 11 na wa 12. Anasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Mpendwa, angalia, anakuja kwa Baba Mtakatifu kwa jina lake alilompa. Kwa hapa amemwadresi Baba, cheo cha ubaba, alafu jina la Baba. Kwa hiyo jina alilompa ni nani? Ni jina la Yesu. Kwa hiyo jina la Baba ni Yesu. Angalia mstari wa 12 anachokuja kukisema. Anasema, pokuwa pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza, wala pana mmojawapo wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Anasema alipokuwa pamoja na mitume aliwalinda kwa jina lake alilompa. Jina la Baba alilompa ni jina gani? Ni jina la Yesu. Ndio jina ambalo alitumia kuwalinda, ndio jina ambalo anatumia kutulinda, ndio jina ambalo anatumia. Hilo ni jina la Baba. Hapo ni jina la Baba katika cheo cha Baba. Katika cheo cha Mwana, mpendwa katika Bwana, ukisoma kitabu cha Kolosai 2 ule mstari wa 2, lakini pia ukienda kusoma na ule mstari wa 9, anasema kwamba ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo, wapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua siri ya Mungu, yaani Kristo. Mpendwa katika Bwana, siri ya Mungu ni Kristo. Kwa hiyo ukitaka kuijua siri ya Mungu, Mungu ni nani?
ni Kristo. Mpendwa, kwa makini unavyosoma maandiko yako, siri ya Mungu ni nani? Ni Kristo. Kwa hivyo kumbe, ukitaka kujua Mungu ni nani, Kristo ndio Mungu mwenyewe. Mstari wa 9 anasema, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Mpendwa katika Bwana, Mungu baada ya kuvaa mwili anasema hivi kwenye wa Filipi ile 2 kwamba na alipoonekana katika umbo la wanadamu, ule mstari wa 8, alipoonekana katika umbo la wanadamu, nani? Mungu, akajinyenyekesha akawa mtii hata mauti. Sasa hapa anazungumza kwenye Wafilipi 2:9 kwamba mpendwa katika Bwana, katika yeye nani? Kristo Yesu, unakaa utimilifu wote. Unakaa utimilifu wote, sio maneno, sio nini, wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili, maana yake kwa jinsi ya wanadamu, kwa jinsi ya mwana. Mpendwa katika Bwana, hiko ni cheo cha mwana. Kwa hivyo kuna siri ya Mungu ni Kristo, yaani siri ya Mungu ni Kristo. Kwa uweze kumjua Mungu, mwangalie Kristo, ndio Mungu mwenyewe. Ukitaka kujua Mungu anavyoapia, anavyoongea, anavyotenda, anavyofanya nini, kaangalie Kristo anavyofanya. Hapo utajua hiyo, utamjua Mungu. Kwa hiyo jina la Mungu katika cheo cha mwana linakaa katika Kristo. Kwa hivyo mpendwa katika Bwana, Roho Mtakatifu, cheo cha Roho Mtakatifu. Mpendwa, kuwa makini unavyosoma maandiko yako. Cheo cha Roho Mtakatifu. Je, Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe? Ndiyo mpendwa katika Bwana. Katika kitabu cha Yohana 16 ule mstari kuanzia wa 5 ukisoma, lakini tutaanzia kusoma mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 15, anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Mpendwa katika Bwana, nani atakayempeleka Roho Mtakatifu kwetu? Yesu. Yesu anasema atampeleka kwetu, yeye Yesu. Kwa hiyo kwa maana gani? Akiwa anamaanisha ni yeye, ni Mungu mwenyewe, ni yeye Mungu mwenyewe. Kwa kama ni yeye Mungu mwenyewe, hivyo anasema atampeleka kwetu. Aliyemleta Roho Mtakatifu kwetu ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo katika jina la Yesu ni jina la Mungu mwenyewe. Hapo ndipo watu wengi wamefichwa, hapo watu ndipo wengi hawapati maarifa ya namna hiyo. Tuendelee mstari wa 8, anasema, naye akisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu naenda zangu kwa Baba wala hawanioni tena; kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini atakayoyasikia atayanena, mambo yajayo atawapasha habari yake. Mstari wa 14, yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari, na yote alionayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Mpendwa katika Bwana, umetazama neno hilo kutoka mstari wa 8 mpaka wa 15. Huyo Roho atakuja kufanya zile kazi kama Yesu alizokuwa azifanya. Alikuwa akishuhudia kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Alikuwa anaweza kuyajua hayo yote na kuyafanya yote, kwa sababu ni Mungu yeye katika mwili, ni Mungu yeye katika ule mwili, na sasa ni jina lake ni Yesu. Anasema atakapokuja huyo Roho kweli, hata nena shauri lake mwenyewe, bali atayatoa kutoka katika yaliyo yangu, yote ambayo yatakuwa ni ya kwangu. Ukiona yote ambayo alinena Roho Mtakatifu, maana yake ni kutoka kwa Yesu. Kwa sababu gani? Ndio jina la Mungu mwenyewe, jina la Yesu. Anasema kwa sababu yote yaliyo ya Baba ni yangu mimi. Yote yaliyo ya Baba ni yangu mimi. Ndio maana nawaambia atayatoa katika yaliyo yangu, kwa sababu amefather, mimi ndio yule, mimi ndio yule Mungu. Mpendwa katika Bwana, hiko ni cheo cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tumeona Roho Mtakatifu kwanza anapelekwa na nani? Na Yesu. Yesu jina lake ni nani? Ni Mungu. Kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu pia anavaa jina la Yesu. Baba amevaa jina la Yesu. Mwana, mwili umevaa jina la Yesu. Kwa hiyo kumbe kitu kimoja tu, ni kitu kimoja ambacho ni Mungu mwenyewe, ambaye ni Yesu jina lake.
katika ulimwengu huu ambao tunao, katika nchi, katika chini ya nchi, lakini na mbinguni. Goti linapigwa kwake yeye Yesu Kristo, kwa hilo jina la Yesu Kristo. Mpendwa katika Bwana, hilo ni jambo la kwanza kwa habari ya Yesu ni Mungu. Jambo la pili, Yesu ni Mungu katika ufahamu wa maombi. Mpendwa, wakati wote ambapo akiwa anafundisha kwa habari ya kuomba na habari ya kuomba, alikuwa akiongea kitu kimoja: lolote muombalo kwa jina langu atawapeni. Mnalomwomba nani? Baba kwa jina langu atawapeni, kwa sababu Baba ni cheo. Kwa ule mnapoomba ule uungu mnaojua, jina pekee la kuomba katika ule uungu ni jina la Yesu, ndipo unaweza ukapokea, ndipo Mungu utakuwa unamtambua Mungu, ndipo utakuwa una ufahamu juu ya Mungu. Kwa ufahamu wa maombi yako umekaa mahali hapo, kumwomba katika jina Yesu. Huhitaji kuomba katika utatu, kwamba kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana, kwa jina la Roho Mtakatifu. Mpendwa, kuomba huko, ukiomba kwa namna hiyo, huna ufahamu katika kuomba maombi. Ufahamu katika kuomba maombi, kama umeshajua jina la Baba ni nani, jina la Mwana ni nani, na jina la Roho Mtakatifu ni nani, ndio maana Yesu anakuja kukazia. Hataji tena kuomba kwa jina la Baba, la Mwana, Mtakatifu. Anatuambia tuombe kwa jina lake, jina la Yesu, kwa sababu ndio jina la Baba, ndio jina la Mwana, na ndio jina la Roho Mtakatifu, hilo jina la Yesu. Kwa hiyo kwa namna ambavyo operation inavyotokea, kwa namna ambavyo maelekezo yanavyotokea, hilo unakuwa umekamilika ule utimilifu wote wa Mungu katika kuomba. Anasema katika Yohana 15 mstari wa 16, sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua ninyi, nimewaweka mkazae matunda, na matunda yenu yakapate kukaa, na kila muombalo Baba katika ile nafasi ya uungu atawapeni, kwa jina langu atawapeni. Mahali pengine pia anazungumza katika Yohana 16 mstari wa 24, anasema hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu, ombeni ili furaha yenu iwe timilifu. Kwa kuwa furaha haiwi timilifu kwa sababu hauombi katika jina la Yesu. Unaomba katika utatu, unaomba kwa namna nyingine. Mpendwa, omba katika jina la Yesu. Omba katika jina la Yesu, kwa sababu ndio jina pekee ambalo wanadamu wote wamepewa kuokolewa. Ndio jina hilo la Roho, ndio jina hilo la Baba, ndio jina hilo la Mwana. Mpendwa, nenda kaangalia namna ambavyo walikuwa wakibatiza wakina Paulo. Nenda kaangalia ambavyo Petro alikuwa akibatiza. Nenda kaangalia kwa habari ya Kornelio, Matendo 10, kaangalie aliwabatiza kwa jina la Yesu. Huku maagizo ya Mathayo anasema hivi, mwabatizo kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Ni jina gani? Ni jina la Yesu. Ndio maana Petro anabatiza kwa jina la Yesu, watu wanabatiza, Roho Mtakatifu anashuka. Amina wapendwa. Nenda kasome pia Matendo 2 mstari wa 38, anazungumza pia jambo hilo hilo. Wakati Roho Mtakatifu ameshuka pale, akawa anaambia watu, wakati walipomwambia tufanye nini, akawaambia tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu, kwa sababu ndio utukufu wote, utimilifu wote wa Mungu mpendwa unakaa hapo. Amen. Katika ufahamu wako wa kuomba, nenda kaombe hivyo mpendwa. Badilisha mfumo wa kuomba. Omba katika jina la Yesu. Jina la Yesu lijitukuze kwako, alafu uone utukufu wa Mungu na furaha na kibali cha Mungu kinakuwa juu ya maisha yako. Amen. Hoja ya tatu ya Yesu ni Mungu. Wokovu na haki unatoka kwa jina la Yesu. Mpendwa katika Bwana, anayeweza kuokoa ni nani? Ni Mungu. Anayeweza kuponya ni nani? Ni Mungu. Anayeweza kufariji ni nani? Ni Mungu. Huyo Mungu akaja kwa jina la Yesu. Jina la Yesu linasimama kama wokovu kwetu. Ukisoma katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume 4 ule mstari wa 12, Petro wakati anafundisha anawaambia pale kwenye lile baraza, anawaambia baada ya kwamba ametoka kumponya yule mtu kwenye mlango wa mzuri, wanaenda kumshtaki. Petro akawaambia kwa ujasiri, akasimama akasema, hakuna wokovu mwingine uwae kwa yote mwingine, hakuna wokovu utokao kwa yote mwingine bali kwa jina la Yesu, kwa maana hakuna jina jingine litupasalo sisi kuokolewa kwalo, bali ni jina la nani? La Yesu. Wanasema walipomtazama imani ya Petro, walishangaa maneno ya hekima yanayotoka kwa mtu yule. Wakashangaa wokovu, neema inayotoka kwa mtu yule. Kwa sababu gani? Ameshafahamu kwamba haki, wokovu ambao unasemwa kwa Mungu, Mungu mwenyewe ni nani? Ni huyo Yesu. Ndio jina pekee ambalo wokovu unatoka kwake, kwa sababu ndio jina la Mungu hilo. Watu wengi wanachanganya
habari hizi kwa sababu anasema mbona hapa anasema Baba, hapa anasema Roho, hapa anasema nini? Mpendwa katika Bwana, anavyokuwa anarejeleza vile, kumbuka anachokizungumzia ni nini. Ana connect kati ya uweze kuelewa uungu alafu uweze kuelewa na relation ya kwake yeye. Ndivyo walivyokuwa wakina Tomaso, walikuwa waoni mambo hayo. Yesu anakuja kumwambia Tomaso, nataka usiwe aaminie bali usiwe mtu asiyeamini bali uwe aaminie. Tomaso alipokuja kugusa ndipo akahakikisha, akasema Bwana wangu na Mungu wangu. Kwa nini? Akamwambia Tomaso, leo umeona ndipo umesadiki. Umeona ndipo umesadiki. Kwa hiyo alikuwa toka muda anamwelekeza, lakini alikuwa haelewi, kama ambavyo inawezekana wewe ulikuwa huelewi. Lakini mpendwa katika Bwana, badilisha mfumo wako, kamtazame Kristo, kamtazame Mungu. Siri ya Mungu ni Kristo. Ukitaka kumjua Mungu ni Kristo. Muangalie Kristo, utamwona Mungu, kwa sababu ndiyo jina pekee, jina la Yesu, jina hilo pekee ndilo ambalo linarejeleza utukufu wa Mungu. Mpendwa katika Bwana, kwa siku ya leo, kwa habari ya kitu hiki tutafikia mwisho, lakini nina video nyingi ambazo nimeandaa kuhusiana na somo hili. Moja inahusu utukufu wa jina, nyingine inahusu utakatifu, na nyingine ambayo inahusu njia ya Yesu na mwanga wa Yesu. Kwa nini Yesu Kristo anafanya mambo haya? Nitaziweka kwenye description hapa chini, kuna maneno nimeandika, pia maelezo kidogo ya kuhusu somo hili lipo hapa chini. Mpendwa katika Bwana, natumaini somo hili limekuwa ni la baraka kwako, na kama limekuwa ni la baraka kwako, usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine, ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapoziupload. Neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo ikawe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.